Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa chao kinasema mwanadamu wakala huru wa maadili. Kila mwanadamu amepatiwa uchaguzi wa kuweza kufanya. Ukiwa tajiri ni uchaguzi wako, ukiwa masikini ni uchaguzi wako. Lakini hata katika ufalme wa mbinguni pia umepatiwa uchaguzi kwamba uende mbinguni au uende kwa shetani. Lakini yote hayo inabidi uweze kuchagua sehemu sahihi. Ukisoma katika Yohana 7 mstari wa 18 naye anasema, Yohana 7 mstari wa 18 naye anasema, yeye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe. Kwamba akiweza kunena na nafsi yake mwenyewe, anasema hutafuta utukufu wake mwenyewe. Yaani huyo mtu hahitaji kuweza kumshirikisha Mungu wa mbinguni. Lakini bado anamalizia na kusema kwamba bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka, huyo ni wa kweli, wala ndani yake hamna udhalimu. Siku zote kila jambo ambalo unaweza kumshirikisha Mungu, hakikisha unaweza kufanya jambo lolote lile au kuweza kusoma maandiko matakatifu kuweza kumshirikisha Mungu wa mbinguni. Hebu tuweze kuona kwa jinsi gani Mungu wetu ni mwaminifu sana. Cha kwanza tuone kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa wakala huru wa maadili. Yaani ulivyoumbwa hapa katika dunia hii, uliumbwa wakala wa maadili, kwamba kila jambo unalolifanya ni uchaguzi wako. Lakini kumbuka katika maandiko matakatifu pia au katika maandiko ya Ezekiel tunasema kwamba tumeletwa hapa duniani kuonesha uso wa Yesu Kristo. Je, unaonesha uso wa Yesu Kristo? Je, tabia yako inaendana na tabia yako inaendana na Yesu Kristo au tabia yako inaenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Lakini pia tuone kwamba hakuna jaribu linaloruhusiwa kumjaribu ambalo haliwezi kushinda. Yaani sikiliza, Mungu wetu kila jaribu ambalo linaruhusiwa kuja mbele yako, Mungu amelipatia mlango wa kutokea. Na angefanya kwamba hamna ambalo mwisho siku na sehemu ya kutokea katika jaribu hilo, mwisho siku tumekuwa wapi? Kwa hiyo kila jambo ambalo nalipitia, Mungu amepatia mlango wa kutokea. Lakini pia Mungu aliweka uwezekano mkubwa kiasi kwamba mwanadamu kama hahitaji kushinda katika pambano na shetani, hahitaji kushindwa katika pambano na shetani, kwamba kila uwezo ambao Mungu ameweka katika dunia hii, wewe huwezi kumshinda mwovu shetani, huwezi kumshinda. Lakini pale ambapo ukimshirikisha Yesu Kristo, utaweza kumshinda huyo mwovu shetani. Lakini pia shetani ni muasisi mkuu wa dhambi. Lakini bado hiki sio kisingizio cha mtu yeyote kutenda dhambi, kwamba tunaona kwamba unatenda dhambi fulani, ndio siku kusema nimepitiwa tu, shetani amefanya jambo hili. Lakini kumbuka kwamba shetani